Anatakiwa asherekee siku ya Eid, na Mtume SAW katika hadithi anasema mtu Muislamu anafunga ana furaha mbili. Siku anamalizia somo anafurahi, ametekeleza ibada ya Allah. Somo ni katika nguzo wa Uislamu ya 5, na vile vile siku kiyama ataingia peponi, ataingia inshallah, Mungu atujalie yote, ataingia katika kupitia mlango unaitwa Rayyan, na siku ile watafurahi. Sasa Waislamu natakiwa wafurahi, lakini furaha ambayo sio mtu anatoka katika taa nje kumaasi Mungu. Sio ulikuwa unasali Ramadhani wote, leo sala unaacha, leo unaingia baa unakunywa pombe, sio sahihi. Takiwa Muislamu aendelee na ibada mpaka afi. Somo lilikuwa tumzidisha ibada kwa ili mwezi mtukufu, na thawabu yake na thawabu na ujira yake ni maradufu ambayo haina idadi. Na vile vile mita hapa wa Tanzania, tulinde amani ya nchi yetu hii, nchi nzuri, tuna amani. Watu wengine amani hiyo umekosa. Tulinde amani yetu hii, na hatuwezi kulinda amani mpaka sisi wenyewe wa raia tujua thamani wa amani. Tuheshimiane, tuheshimiane. Na nchi hii ina watu wa dini tofauti, madhehebu tofauti, msimamo tofauti, lakini Tanzania umejumuisha sisi wote. Na saha wangu, tulinde amani ya nchi yetu. Nitakiwa watu awalinde amani kama tunalinda sisi mayai au zaidi ya mayai. Yani Allah Ta'ala Qur'an ametaja vizuri kabisa, anamkumbusha bani watu Quraysh, awalam numakkin lahum haraman amina. Au kumbuki hao kama tumemba sisi sehemu Makkah ambayo ina amani. Sasa amani ni neema ndugu zangu. Leo kama sio amani hatuwezi kuja kusali hapa vizuri, na nani nchi nyingine leo Sudani au nini vurugu, hawezi kusali sala Eid, hawajasali. Lazim tushukuru neema ya Allah Ta'ala, na kushukuru na neema. Dini yetu nasema unashukuru kwa namna mbili. Namna ya kwanza, unashukuru neema kwa vitendo, unashukuru kwa mdomo na vitendo. Sio unashukuru kwa mdomo tu na vitendo unaenda kinyume. Na Mungu anasema i'malu ala Dauda shukra wa qalilun min ibadi ash-shukur. Watu wa Daud fanyeni vitendo wa shukuru. Sasa lazima tumshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala. Watu wa Tanzania leo umesali Eid, namwambia Eid Mubarak min al-faizin, na kesho ndugu zetu wana sali Eid, tumwambia wote min al-aidin al-faizin, taqabbalallahu minna minkum salih al-a'mal, nasallallahu yaj'alna miftahan al-khair maghlaqan lish-shar. Labda kwa ufupi Sheikh, kuna mambo ya kuzingatia na ya kufanya katika siku hii kwa Waislamu? Siku hii siku ya farah na takbir, kumtaja Mungu, Allahu akbar, dhikri ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na watu awale, watu leo mikula Eid, dakiwa mtu aale, amletee chakula watoto wake, amfurahishe, awavae watoto na watu nguo mpya, na kama jirani yako maskini umsaidie na wao furahi. Maana hikma ya kutoa zakat al-fitr, Mtume anasema sallam, hikma ya pili, tu'matan lilmasakin, takuwa chakula na ya maskini siku ya Eid. Hii watu afurahie au sherekee Eid kwa mujibu wa ruhusa ya dini yetu, sio na maasi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Na watu kama narudia tena, awalinde amani, asivuruge amani ya nchi yetu. Naam. Shukran sana Sheikh, na nikutakia siku njema. Shukran. Asante sana. Ni Sharif Abdul Qadir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Naam, sahihul amal. Naam. Siku ya leo Waislamu unawapa neno gani? Wallahi, siku ya Eid ni siku ambayo leo Waislamu tungelifahamu uzito wa siku hii ya Eid, namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuamrisha kwamba siku hii walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mambo matatu kayaweka katika jambo moja, walitukmilu al-idda, kukamilisha idadi ya saumu ya mwezi wa Ramadhani. Yako mambo ambayo yanatakiwa lazima yafanywe. Moja, jambo hilo kubwa ni zakatul fitri. Lakini zama hizi watu wamekwenda wanaona zakatul fitri kama vile ni kitu ambacho hakina umuhimu vile, wanaona inampotezea. Anaweza akanunua nguo za sikukuu ya Eid na kila kitu, lakini zakatul fitri akawa ameacha. Bora utoe zakatul fitri, ukose wewe hata nguo ya Eid, kwa sababu Mtume katuambia mtu ambaye hatotoa zakatul fitri saumu yake inabakia muallaq baina samai wal ardh, imening'inia kati ya mbingu na ardhi. Sasa sisi tunatoa uzito katika mambo yanayofurahisha nafsi zetu, lakini hatuangalii usalama wa amali yetu ambayo tumefunga mwezi mzima kisha ikabakia baina ya mbingu na ardhi. Lakini Allah akatuambia tena, walitukabbiru Allah ala ma hadakum, watu wamtukuze Mwenyezi Mungu juu ya kwamba ametuongoza, si ujanja wetu. Yani wangapi ambao
wamefikwa na Ramadhani wako hai lakini hawakufunga. Kama walifunga saumu zao zilikuwa tu ni hivyo hivyo za kusukuma au kufanya ibadati sawa sawa. Kwa hivyo tunatakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii aliyotupa mpaka tumefika leo hii, na la mwisho akasema wala'allakum tashkuruna, ili wapate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo leo ni siku ya furaha, siku kumshukuru Allah, na katika furaha basi tusijiangalie sisi wenyewe kama alivyosema khatibu, tuangalie wazazi, ndugu, jamaa, marafiki. Jana niliona message moja ilikuwa kubwa sana kwamba unashughulika kununulia watoto wako nguo na mke wako nguo, unamsahau yule ambaye alikuwa anakuvalisha nguo ukiwa mdogo, kwa maana ya mama au mzazi. Haukumbuki kwamba ni siku hii. Kama hujafanya hivi bana, bado siku ya Idi ipo. Nenda kaangalia wazazi huko waliko. Wengi tuko mijini lakini wazazi wako vijijini, hawajui pengine hata watakula nini. Sisi leo tutakula pilau, biriani na hivi, lakini wazazi hawana chakula na hawana hata nguo za kuweza kuvaa. Kwa hiyo haya ni ya kuangalia, na ndio usia wangu kwa Waislamu katika Idi ya leo. Shukrani sana Sheikh. Barakallahu fikum. Allahu wa barakatuh. Taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal. Tumesikia baadhi ya nasaha kutoka kwa mashekhe wenzio, nawe pia labda utunasi kwa ufupi kutokana na siku hii ya furaha ambayo tunayo hii leo kwa Waislamu. Mimi cha kusema ni kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ukamilisheni mwezi na pia mumtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kufanya hivyo mtakuwa ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapaswa kumshukuru Allah kwa namna tatu. Namna ya kwanza ni sisi kuendelea kumhimidi Allah kwa maneno, kwa tasbihi na tahlil, kwa kusema la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Lakini pia vile vile tuendelee kumshukuru Allah kwa matendo mema. Kumshukuru Allah kwa maneno na pia ni kwa matendo, kwa maana tufatizie kheri tulizokuwa tunazifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini tuzinawirishe zaidi ndani ya hii siku ya Eid, lakini na kuziendeleza katika masiku yanayoendelea. Pia vile vile kudumu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kudumu kwenye kufanya kheri. Haya ni mambo muhimu matatu ambayo tutapaswa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno na kwa matendo, na kuendelea kubakia katika kheri na kujiepusha na maasi mbalimbali. Hapa tutakuwa tumemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Nikiwapongeza Waislamu wenzangu, taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu amin bikhair wa antum bikhair. Shukran. Na asante sana Sheikh. Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku kama ya leo. Manake huu mwezi ulikuwa ni mwezi wa kuchuma, na ni mwezi wa baraka, na ni mwezi wa toba kwa waumini wote. Mwenyezi Mungu ameutenga huu mwezi kwa waumini tu, sio kwa Waislamu, ila waumini. Kawaita waumini, waumini mmefaradhishwa kufunga kama walivyofunga watu kabla yenu. Kwa ina maana huu mwezi ni wa waumini. Kwa muumini huu mwezi tutakuhusu. Kwa hiyo nadhani tumepita katika chuo kikubwa sana ambacho tumejifunza mambo mengi sana. Sasa ibra ya huu mwezi ni kwamba tushikamane na yale yote ambayo tumejifunza nayo kutokana na huu mwezi. Manake kama ulikuwa uongei uongo, manake huu mwezi unatakiwa usiongee uongo siku zote. Yaani wewe ndio tabia yako ya kutoongea uongo. Kama ulikuwa ni mkweli siku zote unatakiwa uwe mkweli. Kama ulikuwa ukijizuia kutukana maneno machafu, kutukana maneno matusi mwezi wa Ramadhani, basi siku za kawaida na zenyewe pia unatakiwa ufanye hivyo hivyo. Ndio maana ya kujifunza katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tumwabudu Mwenyezi Mungu, tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tumuogope yeye tu. Wengine tuheshimiane. Tumuogope Mwenyezi Mungu, wengine tuheshimiane. Na shukrani sana. Hakika Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na mapenzi yake makubwa ametufikisha katika siku hii. Cha msingi ni kwamba tufahamu ya kwamba siku ya Eid ni siku ya furaha, sio siku ya kumwasi Allah tabaraka wa taala, bali ni siku ya kufungua mioyo, ya kukaribishana katika vinywaji vilivyo vya halali, na pia ni siku ya kufuta mafundo yote ambayo watu waliokuwa nayo. Isiwe ni siku ya kuwekeana vifundo au kuchukiana. Kwa sura ya namna hiyo, bimaana kila Muislamu ambaye yupo katika mgongo wa ardhi aelewe kwamba siku ya Eid ni siku ya kumcha Allah tabaraka wa taala, na wala sio kumwasi Allah tabaraka wa taala. Asante sana Sheikh.
Barakallahu fik. Shukrani sana. Bashir Shaaban Dule. Baraka, na imekaje kwako? Umejiandaje leo? Pilau talika au biriani? Takabalallahu minna wa minkum. Jina langu ni Ismail Juma. Kwa upande wangu mimi leo ni siku ya furaha sana, na naasa ndugu zangu Waislamu tuendelee kuishi yale ambayo tulikuwa naishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna sita inakuja pale, tuendelee kufunga. Unaona, bibi ni siku ya furaha, bibi ni siku ya udhuni, maana kuna vitu vingi sana ambavyo tulikuwa tunapata ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini sasa hivi tunavikosa tena. Kwa hiyo kuna udhuni ndani yake, lakini ndio hivyo, inabidi tuishi yale ambayo tulikuwa tunaishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allahumma amin. Asante sana. Shukrani. Juma Haji. Kwa kumalizia tu, maana mashekhe wengi wameshazungumza, cha kumalizia tu, leo ni siku ya furaha na kila mtu anahitajika atulize akili zake. Ambaye amefunga 30 basi haipasi kumwasi Mwenyezi Mungu siku ya leo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu siku ya leo ni sawa sawa kama amemwasi yaumul qiyama, ile siku ya kiyama ambao watu wapo katika hisabu, yeye ndo anafanya maasi. Kwa uzito wa siku ya leo, hatakiwi yoyote ambaye yupo aliyekuwa katika siyam akafanya maasi. Yoyote mwenye kufanya maasi katika siku ya leo ni sawa sawa kama anayefanya madhambi yaum